Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaendelea kuwa vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia mambo yakiwaendea vizuri mabingwa hao wa kombe la Muungano. Sasa kama ambavyo unafahamu ya kwamba bado takriban siku mbili kuelekea mwishoni mwa usajili wa msimu huu katika dirisha kubwa la usajili, ambapo klabu ya soka Young Africans wanakuambia kwamba bado wanakwenda kufanya balaa zito katika usajili huu, kwani wanaamini ya kwamba kupata kile ambacho wanachokihitaji inawezekana, na wanayo sababu ya kufanya hivyo, kuhakikisha kwamba wanapata mchezaji mkubwa kwenye timu yao. Sasa klabu ya soka Young Africans inaelezwa kwamba tayari uko wamekamilisha sajili nyingine kubwa ndani ya kikosi chao, kiweza kushuhudia mambo ambavyo yanavyoenda kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo leo hii wametambulisha mchezaji mwingine mkubwa kwenye kikosi chao. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa ametoka wapi, amesaini mkataba miaka mingapi, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambavyo mambo yanavozidi kwenda, ukiweza kushuhudia harakati za namna ambavyo mambo yanatakiwa kuwa kama timu kubwa, ambapo tayari wamemalizana na mchezaji huyo. Ni nani huyo? Ni huyo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa, nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wote pindi ambapo taarifa zinakufikia. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujiri. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans inakwambia kwamba bado wana shughuli nzito wanaendelea kuweza kuifanya katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Hawajamaliza katika sajili zao ambazo walizokuwa wakiweza kuzihitaji ziweze kukamilika ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao unaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa. Nazungumzia si wengine bali unazungumzia ni klabu ya soka ya Young Africans. Sasa kumekuwepo na taarifa ambayo klabu ya soka Young Africans wao wanafanya jitihada zote kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kupata yale ambayo wanaweza kuwa wanahitaji, ambapo umeweza kushuhudia klabu ya soka Young Africans ikiweka bayana juu ya kuweza kuondoka kwa kiungo wao fundi kabisa. Hapa nazungumzia Alan Okello, ambapo tayari klabu ya Wydad imetuma ofa rasmi kwenda kwa mabingwa wa ligi kuu Young Africans, ikihitaji saini ya mshambuliaji raia wa Uganda Alan Okello. Wydad wako tayari kutoa kiasi cha shilingi takriban bilioni 1.8 za Kitanzania ili kukamilisha usajili huu. Hata hivyo, uongozi wa Young Africans unataka shilingi bilioni 2.6 za Kitanzania ili kumwachia nyota huyo mwenye uwezo mkubwa wa kutengeneza na kufunga mabao. Uongozi wa Young Africans unatarajia kufanya maamuzi ya mwisho kuhusu hatima ya Okello mara baada ya kile kilichokuwa kinasubiriwa ni dabi, na tayari wapo katika harakati za kufanya kinachohitajika ili kuweza kupata yale ambayo yanakusudiwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa. Nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya Young Africans, ambapo taarifa inaenda mbali zaidi. Inaelezwa kwamba klabu ya soka
ambapo Young Africans wao wanakwambia kwamba namba 10 anakwenda kutua kwenye kikosi chao, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inayoendelea kuweza kufanywa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa. Nazungumzia si wengine bali ni Young Africans, ambapo namba 10 huyo inaelezwa kwamba ni kutoka pale nchini Burkina Faso. Kwa mara nyingine tena anarudi kwenye chama la wananchi Young Africans. Hapo unaambiwa si mwingine bali ni huyo hapa. Taarifa zinaeleza kuwa Young Africans imefanikiwa kufikia makubaliano ya kumrejesha nyumbani kiungo mshambuliaji. Hapa nazungumzia Stefano Aziz Ki baada ya ofa ya dola za Kimarekani 450 ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni 1.2 za Kitanzania kukubaliwa na klabu yake Al Ittihad ya Libya. Kwa mujibu wa taarifa hizo, hatua hiyo imekuja baada ya mazungumzo ya pande zote mbili kufikia hatua ya mwisho, huku Yanga ikifanikiwa kufungua tena mlango ya kumrudisha Aziz Ki katika kikosi chake baada ya mchezaji huyo kuondoka Tanzania na kujiunga na Wydad Casablanca ya Morocco kabla ya kuhamia Al Ittihad ya Libya. Taarifa zinaeleza kuwa baada ya ofa hiyo kukubaliwa, Aziz Ki amepewa ruhusa ya kukamilisha hatua zinazofuata za kurejea Yanga, huku kinachosubiriwa ni kukamilishwa kwa taratibu za mwisho na kusainiwa kwa mkataba utakaomrudisha rasmi katika klabu hiyo ya Jangwani. Muda huu taarifa zinaeleza kuwa Aziz Ki yuko njiani kuelekea ambako kunatakiwa kwenda kusaini mkataba na kutambulishwa katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kiasi cha dola 4.5 kinachotajwa katika dili hili ni sana shilingi bilioni 1.2 za Kitanzania, jambo ambalo linaonyesha uzito ambao Yanga ameuweka katika kuhakikisha inampata tena mchezaji huyo mkubwa kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambao inaelezwa kwamba ndio juhudi kubwa ambayo wameifanya kuhakikisha kwamba wanampata nyota huyu. Hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya Young Africans. Wamehakikisha kwamba ndani ya kikosi cha klabu ya soka cha kile ambacho kinachoonekana. Lakini katika hatua nyingine kubwa zaidi, inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba mapema kabisa leo hii huenda ikafanya jitihada nyingine kubwa kabisa kwenye kikosi chake, ambapo inaelezwa kwamba ili sasa mchezaji huyu mwingine aingie namba 10, inapaswa kuna mtu lazima atolewe kama kafara. Ni nani huyo sasa ambaye anakwenda kuwa kama sehemu ya kumpisha namba 10 huyo? Inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans inatajwa kuwa katika mpango wa kumtema beki wao wakati Omar Faruku Komara ili kufungua nafasi kwa mchezaji mpya anayelengwa na klabu hiyo. Komara alisaini mkataba wa miaka 2 na Yanga ukiwa na kipengele cha kutathmini ndani ya miezi 6. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa hadi sasa bado hajawashawishi kikamilifu benchi la ufundi. Awali Yanga ilipanga kumuuza Alan Okello kwa dau la takriban dola milioni 1 ili kupata nafasi ya namba 10 mpya. Kwa kuwa hadi sasa hakuna klabu iliyofikia dau hilo, Komara anatajwa kuwa kwenye hatari ya kuachwa ili Yanga iweze kutoa nafasi kwenye kikosi. Unaona bana, kwa hiyo wachezaji wamezidi katika orodha ile, kwa hiyo inabidi mmoja apungue. Sasa hapo ambapo nani wa kupungua, ikaonekana kwamba ni beki huyu ambaye amesajiliwa siku sio nyingi, lakini uongozi na benchi la ufundi unaonekana kutokuridhishwa naye kwa kile ambacho kinachoonekana. Kwa hiyo kwa sasa ndio mambo yako hivyo, tusubiri kuweza kuona itakuwaje. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, usisahau kusubscribe na kubonyeza